Mtandao wa vikundi vya wakulima Tanzania MVIWATA ni chombo kilichoanzishwa na wakulima wenyewe kwa lengo la kuunganisha pamoja wakulima wadogo kote nchini ili wawe na sauti moja yenye nguvu katika kutetea maslahi yao katika nyanja za kiuchumi, kijamii, kisiasa na kiutamaduni. MVIWATA ni chombo pekee cha wakulima nchini ambacho kinamilikiwa na wakulima wadogo katika ngazi zote na kinachokuwa kwa kasi na kupata mafanikio ya kuridhisha. Katika kipindi cha miaka 20 tangu kuanzishwa kwa asasi ya MVIWATA, idadi ya wanachama imeongezeka kutoka wanachama waanzilishi 22 hadi kufikia zaidi ya wanachama 1.5 kutoka katika mikoa yote ya Tanzania bara na Zanzibar. Mwezi Julai mwaka 2013, MVIWATA ilifanya maadhimisho ya miaka 20 tangu kuanzishwa kwake, ambapo maadhimisho hayo yamefanyika kwa muda wa siku 4 kuanzia tarehe 23 hadi 26 Julai, yakiwa na kauli mbiu isemayo mtetezi wa mkulima ni mkulima mwenyewe. Kauli ni muhimu sana na wakulima tunaitumia kwa ukamilifu katika kudai zile haki ambazo sisi tunastahili kuzipata kutoka popote pale, wala sio serikalini peke yake, lakini katika eneo lolote lile, kwamba hapa ninastahili kutendewa kitu hiki. Kwa hiyo kutokana na kauli ile ni muhimu sana. Maadhimisho hayo yalijumuisha mkutano mkuu wa 18 wa MVIWATA, warsha ya kitaifa ya siku 2, ambapo mada mbalimbali zenye lengo la kutoa fursa kwa wanachama kujadili mafanikio na changamoto zinazowakabili ziliwasilishwa na kutoa mapendekezo juu ya masuala yanayogusa maslahi yao. Mkutano mkuu wa 18 uliofanyika tarehe 23 Julai ulifunguliwa na Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Frederick Sumaye, ambaye pamoja na mambo mengine amesema ili kilimo kiweze kubadilika na kuendelea, hakuna budi kumshirikisha mkulima katika uandaaji wa sera, mipango na programu za kilimo. La sivyo, sera na mipango kuhusu kilimo haitoweza kufanikiwa. Tukipanga mipango kwa kudhani sisi wataalamu au sisi watawala ndio tunajua shida zenu na kudhani kuwa nyinyi hamjui lolote, basi hiyo mipango ni batili, itashindwa na itakuwa ni matumizi mabaya ya fedha za walipa kodi. MVIWATA ni sauti ya wakulima na lazima mseme yale ambayo mnayahitaji serikali yenu iwafanyie. Naamini serikali sikivu haiwezi kuacha kusikiliza sauti ya chombo kikubwa kama hiki cha wakulima wake. Tuzungumze na serikali yetu ili ituelewe na sisi tuielewe. Hatuna sababu ya kuchomeana nyumba au magari ili tuelewane. Serikali na wakulima sote tunajenga nyumba moja inayoitwa uchumi bora. Kwa nini tunyang'anyane fito? Serikali na MVIWATA wote tuna lengo moja la kumwendeleza na kuboresha maisha ya mkulima na wananchi kwa ujumla. Kwa nini tutiliane mashaka? MVIWATA ni chuo cha wote. Chuo kwa upande wa serikali ili kujua yale ambayo wakulima wanayahitaji, na ni chuo kwa upande wa wakulima kujua yale ambayo serikali inataka kuwafanyia, na wote kuelekezana ili kupata mafanikio mazuri kwa haraka. MVIWATA ni chuo cha wapatanishi, ni chuo cha upatanishi panapotokea hitilafu mahali fulani au katika mahusiano yetu. Kuhusu migogoro ya wakulima na wafugaji, Waziri Mkuu mstaafu Sumaye ameitaka MVIWATA kusimamia maslahi ya wakulima na wafugaji ili kuepusha migogoro ya wakulima na wafugaji isiyo na tija. Amesisitiza umuhimu wa kilimo cha tija kuwa ni dhahiri kwa nchi kama Tanzania, na wananchi wote wanawajibika kusimamia kilimo kwa uhakika zaidi, ambapo kuna wajibu wa serikali na wakulima katika kutatua changamoto zilizopo katika kilimo. Yapo maeneo mengi katika kilimo chetu ambapo utaalamu wetu umepitwa na wakati. Ukiangalia jembe letu la kukokotwa na ng'ombe au hata mkokoteni tu wa ng'ombe ni ule ule uliokuwepo miaka 30 au 40 iliyopita. Kilimo cha aina hiyo kinachotegemea utafiti uliopitwa na wakati
na kutumia teknolojia iliyopitwa na wakati hakiwezi kutoa tija ya kutosha kutuondoa katika umaskini. Hii ni sababu kubwa kwa nini viwango vyetu vya uzalishaji ni duni sana ukilinganisha na nchi zingine hata ambazo tunafanana nazo. Katika hali hiyo, mkulima wa Tanzania ataendelea kuwa maskini na hataweza kushindana katika masoko ya nje kwa sababu gharama zake za uzalishaji kwa tani moja ya zao husika zitakuwa kubwa sana ukilinganisha na mkulima mwenzake wa nchi jirani na yeye. Ndugu mwenyekiti, swala la usindikaji wa mazao yetu lazima lipewe kipaumbele sana. Vinginevyo, kilimo hiki hakitamwondoa mkulima katika umaskini. Kama tutaendelea kuuza mazao ghafi ambayo bei yake katika masoko ya nje ni duni sana na wala haitabiriki, basi wakulima wetu na uchumi wa taifa letu vitazidi kudidimia. Mazao yaliyoongezewa thamani kwa usindikaji yanapata bei nzuri, lakini sio hilo tu, usindikaji nao pia hutoa ajira kwa watu wetu. Kuhusiana na mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya, Waziri Mkuu mstaafu Sumaye amesema ni vyema ikalinda makundi ya wakulima ambao ni 70% ya Watanzania, ukiwa ni uwakilishi wa maslahi ya wengi. Hivyo amewataka wanachama wa MVIWATA kutumia fursa iliyopo kuona masuala ambayo ni ya wakulima yanaingia kwenye katiba mpya. Katiba mpya lazima ilinde makundi haya ambayo yanaweza kuonewa kwa urahisi. Katiba mpya lazima iwalinde na nyinyi wakulima, kwa sababu kama alivyosema mwenyekiti, ardhi yenu pia inachukuliwa sana kirahisi na wawekezaji wakubwa. Lakini pia nataka ieleweke kuwa katiba peke yake haiwezi kutatua kila tatizo, kwa sababu katiba ni sheria mama inayotoa mwelekeo kwa mambo muhimu ya msingi. Mambo mengine yatatungiwa sheria zake, na muhimu kuliko yote ni utekelezaji na usimamiaji wa sheria hizo, kanuni tutakazozitunga, taratibu zetu za maisha na za jamii kwa ujumla wake. Ndugu mwenyekiti, nalisema hili kwa sababu ninapata hisia kuwa wako watu wengi wanaodhani kuwa katiba mpya ndiyo jawabu la kila shida na tatizo linalotukabili. Katiba mpya haitatenda hiyo miujiza. Tatizo letu liko katika kutekeleza na kusimamia sheria zetu tulizozitunga kutokana na maelekezo ya jumla ya katiba. Wakati tunatengeneza katiba mpya, tuanze kutengeneza vichwani mwetu serikali itakayosimamia utekelezaji wa katiba hiyo kwa maslahi ya umma, yenye uwezo, yenye uadilifu usiotiliwa shaka. Awali katika hotuba yake, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa MVIWATA amesema lengo kuu la MVIWATA ni kuwa chombo imara cha kutetea maslahi ya wakulima, ikiwa pia ni dira yao, na kuelezea chimbuko la MVIWATA. Chimbuko la MVIWATA lilitokana na ndoto za wakulima wadogo kuona kwamba siku moja tutakuwa na chombo cha kuwezesha kukabiliana na changamoto nyingi ambazo zimekuwa zikikabiliana nasi kwa shughuli zetu za kila siku. Moja, kutengwa katika maamuzi yanayotuhusu ambayo yanagusa maslahi yetu. B, kutokuwepo kwa mfumo rasmi wa mawasiliano baina yetu sisi wenyewe wakulima, baina yetu na wataalamu hasa wagani na watafiti na kati yetu na serikali yetu. Kutokuwepo kwa masoko ya uhakika na kuwepo vikwazo vingi vinavyotufanya tusiendelee. Kukosekana kwa chombo chochote ambacho cha kutuunganisha ili tuongee kwa kauli moja juu ya matatizo na changamoto zetu.
kama chombo cha utetezi ili kuzipatia suluhisho changamoto hizo. Hii ni sehemu muhimu ya chimbuko letu la historia yetu. Bila shaka ni maono hayo awali yakiunganishwa na dhamira kubwa, kujituma kwa bidii na kuungwa mkono na marafiki zetu kwa dhati katika miaka yote, ndiko tumefikisha hapa leo. Mwenyekiti huyo pia alipata fursa ya kuzungumzia mafanikio ya MVIWATA katika kipindi cha miaka 20 licha ya changamoto kadhaa ambazo mwisho wake zimekuwa na mafunzo na kuzidi kuimarisha utoaji wa huduma kwa wanachama wake na jamii kwa ujumla, ikiwemo uhaba wa rasilimali watu kulingana na mahitaji ya wakulima, ongezeko la migogoro ya ardhi na suala la usalama wa ardhi kwa wakulima wadogo linalotokana hasa na msukumo wa kugawa ardhi kwa wawekezaji bila kuzingatia mahitaji na maisha ya wazalishaji wadogo. Katika safari ya miaka 20 ya MVIWATA imeweza kupata mafanikio mengi makubwa licha ya changamoto nyingi. Miongoni mwa mafanikio hayo ni hayo yafuatayo: kuwepo hai kwa miaka yote 20. Tunatambua kuna vyombo na taasisi ambazo zilianza na kufia katikati. Kwa hiyo kwa taasisi yetu kuwa hai ni moja ya mafanikio. Kuwezesha wakulima wadogo kujipanga katika vikundi na mitandao, kuanzisha ngazi za msingi hadi kitaifa na kuweka mikakati endelevu kutatua changamoto zao. Kwa kutumia nguvu ya umoja, wakulima wameweza kufanya utetezi wa maslahi yao kwa kujielimisha juu ya sera, matukio na masuala yanayowagusa. Mifano ya masuala ambayo MVIWATA imefanya utetezi ni pamoja na uporaji wa ardhi vijijini, migogoro kati ya wazalishaji wadogo na wawekezaji, upatikanaji wa huduma na pembejeo bora, masuala ambayo yamekuwa yakisuasua. 4. Kuwezesha uboreshaji wa mfumo ya masoko katika maeneo mbalimbali nchini na kuunganisha wakulima na masoko kwa njia zifuatazo: ujenzi wa miundombinu ya masoko ya mazao ya wakulima katika maeneo 9, yaani Kibaigwa, Nyandira, Kinole, Tawa, Igagala, Mkata, Igurusi, Matai na soko la samaki Kasanga. Kwa sasa soko la Kibaigwa ndilo soko kubwa la nusu jumla la nafaka kuliko masoko yote ya vijijini Tanzania. Masoko haya yamechangia kwa kiasi kikubwa uchumi katika maeneo yaliyopo, kuinua kipato cha familia na kuchangia mapato katika halmashauri zao. Licha ya changamoto hizi, tunatishwa na ongezeko la migogoro ya ardhi na hasa mtindo uliopo wa kuwasukuma wazalishaji wadogo kando ili kuwapisha wawekezaji. Kuna ushuhuda na vielelezo vingi ambavyo vinaonyesha kwamba wawekezaji wengi wanatumia mwanya wa urahisi wa kupata ardhi Tanzania kwa malengo ya kibiashara, kuhozi, hata kukodisha mashamba kwa bei kubwa kwa wanakijiji ambao walikuwa wamiliki wa awali wa ardhi hiyo. Ndugu mgeni rasmi, tunatoa rai kwamba mfumo huu ni lazima uangaliwe kwa umakini na serikali yetu ili kuwalinda wazalishaji wadogo, kulinda rasilimali za nchi na kuhakikisha kwamba kwa namna yoyote uchumi unabaki kumilikiwa na wengi badala ya wachache. Naye mkurugenzi mtendaji wa MVIWATA akitoa neno la shukrani kwa mgeni rasmi, amesema changamoto kubwa walionayo wakulima ni mwelekeo mzima wa sera za uwekezaji. Changamoto kubwa na kweli niseme ni mashaka makubwa yaliyopo miongoni mwa hadhara hii ni mwelekeo mzima wa sera za kiuwekezaji. Niseme kwamba ni kitu ambacho kinatisha kidogo, na maswali yanayokuja ni kwamba hatima yote mkulima mdogo atabaki wapi? Na pengine ni vizuri kusema kwamba iwapo kuna masharti kwa watoa pesa, sasa tunajiuliza masharti ya wawekezaji haya ni yapi na watavuna nini, na nini motisha ya kupita kiasi, na nafasi ya mkulima itakuwa wapi? Kwa hiyo maswali hayo nitumie nasaha zako kujiuliza kwenye hili ambalo tumekuwa tunajiuliza kwamba masharti ya wawekezaji haya ni yapi, maana hayajulikani vizuri, na hatimaye wazalishaji wadogo watakuwa wapi. Na hapa nizungumzie wakulima, lakini vile vile wafanyabiashara, wafanyakazi, wafugaji, ambao wote wanaingia kwenye kundi moja. Mara baada ya ufunguzi wa mkutano mkuu wa 18 wa MVIWATA, ilianza hatua ya kujadili ajenda za mkutano mkuu wa 18.
kwanza muktasari wa mkutano mkuu wa MVIWATA uliofanyika mwaka 2012 ambapo mada ya warsha ya kitaifa ilikuwa ni katiba mpya na mustakabali wa wakulima wadogo, ambapo hoja mbalimbali ziliibuliwa na hatimaye kufikiwa kwa maazimio kadhaa. Azimio lililoazimiwa, bodi ya MVIWATA ikutane na ngazi ya kati Dodoma ili kushughulikia changamoto zilizopo ikiwemo usimamizi wa rasilimali za shirika zilizopo Dodoma. Utekelezaji. Kikao baina ya uongozi wa MVIWATA taifa na ngazi ya kati Dodoma kilifanyika tarehe 29 mwezi wa 10 2012. Kufuatia kikao hicho yalifanyika mabadiliko ya uongozi kwa mujibu wa katiba na viongozi wapya wa mpito walipatikana. Kamati ya mpito imeweka utaratibu wa kufuatilia mali zote za shirika zilizopo katika ngazi ya kati ya Dodoma. Kila mtandao wa kati uhakikishe unawasilisha mchango wake wa ujenzi wa ofisi kwa kiwango kilichokubaliwa katika mikutano na vikao vilivyopita. Mpaka sasa ni mitandao miwili tu ambayo imekamilisha uchangiaji wa shilingi milioni 1 kwa 100%. Arusha na Mbeya ambayo imekamilisha, mingine imechangia kwa 50%, mingine 10% hadi 20%. Etikobea ina mapo kwamba hutunga sheria, lakini kusema yeye hujificha anapohisi hatari. Kobe ni mjanja haya, kobe ni mjanja. Ajenda nyingine ilikuwa ni uwasilishwaji wa utekelezaji wa shughuli za MVIWATA kwa kipindi cha mwezi Januari mpaka Disemba mwaka 2012. Katika taarifa hii ilielezewa miradi mbalimbali iliyoendeshwa kwa hisani ya ushirikiano na wadau mbalimbali sambamba na mafanikio yaliyofikiwa. Vile changamoto zilizoikabili MVIWATA katika utekelezaji wa shughuli zake. Mafanikio makuu kutokana na shughuli zilizofanywa na kwa mwaka 2012, kwanza ni kuwezesha wakulima wadogo kujipanga katika vikundi na mitandao, na mpaka sasa tunakadiria wanachama kama 150,000 na wanufaikaji zaidi ya milioni 2 kwa shughuli zote zinazofanyika: masoko, mafunzo, akiba na mikopo, ziara na nyingine ambazo zimewagusa watu mbalimbali. Kwa hiyo hili ni fanikio kubwa, na mwaka jana kwa mujibu wa takwimu zetu watu 3647 walijiunga na MVIWATA, ikiwa ni vikundi 92 na mitandao ya msingi 14. Kwa hiyo hii ni moja ya mafanikio yaliyopatikana. Cha pili ni kuwajengea uwezo wakulima katika ushawishi na utetezi. Utekelezaji wa shughuli hizi, changamoto kubwa 4 zimejitokeza. Kwanza, upatikanaji wa taarifa za uhakika na zenye ubora kutoka katika mitandao. Hii ni changamoto kubwa sana, ilikuwepo na bado ipo hata mwaka huu kwa kadri ninavyoelewa. Kuna kudorora kwa uhai katika baadhi ya mitandao ya msingi na ya ngazi za kati. Kuna mitandao ina changamoto kubwa sana za msingi, kuna mitandao inahitaji namna fulani ya wokovu ili iendelee vizuri. Lakini pia kuna kuwepo kwa shughuli nyingi na mahitaji mengi kuliko rasilimali, pesa na watu iliyopo. Mipango ya baadaye. 1. Kuandaa mpango mkakati mpya baada ya uliopo kumalizika mwakani 2014. Kwa hiyo inatarajiwa mpango mkakati mpya utakuwa wa miaka 5, 2015 mpaka 2019. Kuimarisha kitengo cha sera na ushawishi ili kiweze kuendana na mabadiliko ya sasa katika kutetea haki za wakulima wadogo, ikiwemo kuangalia jinsi ya kuongeza msaada wa kisheria kwa wakulima walio kwenye hatari ya kupoteza haki zao. Kila mwanachama aliyoko kwenye kikundi lazima awe na cheti, lakini mwanachama binafsi yeye hupewa kadi kama utambulisho wake. Ninyi hapo mlipo mna kadi? Ajenda nyingine ya mkutano mkuu wa 18 ni ile ya taarifa ya fedha iliyotoa mtiririko wa mahesabu ya fedha ya mwaka ulioishia 2011 na 2012
ambapo ilielezea matumizi katika utekelezaji wa shughuli za MVIWATA. Hati hiyo ya ukaguzi wa taarifa za fedha iliyotengenezwa kwa utaratibu wa kimataifa imezungumzia mali ya kudumu ambapo mwaka 2011 ilikuwa na thamani ya milioni 373 na mwaka 2012 mali ya kudumu iliongezeka thamani na kuwa milioni 613 kutokana na MVIWATA kuwaalika wathaminishaji mali ambao waliitathimini na kuona mali hiyo imepanda kwa zaidi ya asilimia 95. Taratibu za ukaguzi. Mbinu za ukaguzi wa taarifa za fedha za MVIWATA kwa kipindi cha tarehe 1 Januari 2012 mpaka tarehe 31 Disemba 2012 zilifuata taratibu za kimataifa za ukaguzi wa hesabu za fedha ambazo zinakubalika kimataifa na ambazo zilijumuisha utazamaji wa vitabu na nyaraka za hesabu mbalimbali pale ilipoonekana kuwa ni muhimu. Tuna taarifu ifuatavyo. 2.1. Vitabu vya mahesabu, yaani daftari za mapokezi na malipo ya fedha, vilifunguliwa na kuandikwa kama ilivyoelekezwa na kuhitajika kwa ajili ya ukaguzi. 2.2. Akaunti za benki zilifunguliwa na kutumika kama ilivyohitajika na wafadhili. Uthibitisho wa fedha zilizokuwa benki tarehe 31 Disemba 2012 uliombwa na kupatikana. 2.3. Ulinganisho kati ya kiasi cha fedha iliyokuwa benki tarehe 31 Disemba 2012 na ile iliyoonyeshwa na daftari za fedha ulioidhinishwa kuwa ulikuwa ukifanywa mara kwa mara. Ukurasa pili. 2.4. Malipo yote yaliidhinishwa kama ilivyostahili na hati za malipo ziliambatanishwa na maombi ya malipo na stakabadhi za kukiri malipo mbalimbali nazo ziliambatanishwa. 2.5. Mpaka tarehe 31 Disemba 2012 MVIWATA ilikuwa na mali za kudumu mbalimbali na pamoja na kuthaminishwa upya zilikuwepo na zilikuwa katika hali nzuri. Mpango kazi kwa mwaka 2013-2014 uliwasilishwa ukiwa ni mpango wa mwisho kwa mujibu wa mpango mkakati ambao unaishia mwaka 2014. Mpango huo umegusa maeneo makubwa manne: kuimarisha vikundi na mitandao ya wakulima, ushawishi na utetezi, uwezo wa kiuchumi na masuala mtambuka na ujenzi wa kitaasisi. Kwa mwaka 2013 bajeti ambayo ilikuwa inatarajiwa ni bilioni 5,805,687,000. Hiyo ndio bajeti iliyopangwa kwa mujibu wa mahitaji yetu tulivyokadiria. Sasa mapato yaliyopatikana hapa, nazungumzia kwa mwaka huu mpaka sasa mwezi huu wa 7 ni shilingi bilioni 4,114,469,000. Hii ndio hali ya sasa kwa mujibu wa bajeti iliyopo na mapato yaliyopatikana mpaka sasa. Sasa ukilinganisha na mwaka 2012, mapato haya yameongezeka kwa asilimia 20.81 ukilinganisha na mwaka uliopita wa 2012. Hii nimetaja bajeti ya 2013. Kwa mwaka 2014 mahitaji ni bilioni 5 hivyo 805,687,000, na mpaka sasa, mpaka leo mikataba iliyopo ni kwamba kuna bilioni 2,363,143,000 ambazo zimethibitishwa kwa mujibu wa mikataba. Maana yake kuna pengo la karibu bilioni 3 ambalo lazima litafutwe, 3.5 lazima litafutwe kama tunahitaji kutekeleza shughuli kama zilivyopangwa na katika maeneo ambayo yamepangwa. Kwa hiyo wasilisho hili lina maeneo matatu. Kwanza, shughuli zote zilizopangwa kwa mwaka 2013 na 2014 kwa pamoja na kiasi cha fedha kilichopangwa, muhtasari wa bajeti kwa kila eneo la mpango mkakati, na mwisho mchango wa washirika wenza mbalimbali wanaochangia bajeti ya MVIWATA kwa miaka hiyo. Katika siku ya pili na ya tatu ya maadhimisho ya miaka 20 ya MVIWATA ilikuwa ni warsha
ambapo mada mbalimbali ziliwasilishwa kwa lengo la kujadili mafanikio na changamoto zinazowakabili wakulima wadogo na kutoa mapendekezo juu ya masuala yanayogusa maslahi yao. Mada ya kwanza ilikuwa ni ile ya ukiukwaji wa haki za binadamu hasa vijijini, ikiangalia migogoro ya ardhi baina ya wanavijiji na serikali au wawekezaji wakubwa. Huyu mwananchi wa kijijini hajui haki zake, hajaelezwa ni nini wajibu wake, ni jinsi gani azipate hizi haki. Ukifikiria jinsi ya kwenda mahakamani, wewe mwenyewe anapata shida kwamba nitoke kwa mfano Ipelele niende mahakamani kule Iwawa kilomita ngapi, au niende Bulongwa, muda gani nitaweza kwenda? Sasa na hakimu wa pale anatoka Njombe mara kwa mara, hakimu wa wilaya. Hakuna baraza la ardhi la wilaya pale Njombe, Makete, si kama wameanzisha leo, halipo wale mashahidi zangu, hamna baraza la ardhi la ardhi na nyumba la wilaya. Kwa hiyo masuala ya ardhi yanatakiwa yaende Njombe. Sasa mtu kama huyo anapata wapi haki zake, huyu mwananchi wa kijijini? Kwa hiyo kwa ufupi nataka kusema, japokuwa hakuna tofauti katika kuzifaidi hizi haki kati ya mwananchi wa kijijini na mwananchi wa mjini, anayeathirika zaidi na uvunjaji wa hizi haki, hasa haki za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni, ni mwananchi wa kijijini. Nilichokiona, rushwa tunazisababisha sisi wakulima kwa kupewa lita moja na kuchagua watu wadhaifu, na kesho tunalalamika. Nafasi ya wakulima wadogo katika mchakato wa maamuzi ni mada iliyowasilishwa katika warsha, ikiwa ni katika uundaji wa sera na mipango inayowahusu wakulima. Katika mada hii imeonekana kuwepo kwa changamoto ya ushirikishwaji wa wadau, hivyo kutozingatia matakwa ya wakulima wote. Sera ni mwongozo au utaratibu wa jinsi ya kutekeleza majukumu mbalimbali yanayohusu maslahi ya umma kwa malengo maalum. Sera rasmi huainisha vipaumbele, huainisha malengo, madhumuni, mikakati na uwajibikaji katika kuchukua hatua mahususi ili kuhakikisha kuwa jambo fulani linashughulikiwa ipasavyo. Kwa hiyo sera kwa ujumla wake ni maamuzi ambayo mnafanya ya kuongoza shughuli zenu za kila siku, na katika ngazi mbalimbali za nchi, kuanzia katika ngazi ya kitongoji hadi kijiji, wilaya na hata taifa, kuna miongozo mbalimbali ambayo imewekewa mikakati na maamuzi ya jinsi ya kuendesha. Yote hayo tunaweza tukayaita sera. Na nini muhimu wa kuwa na sera? Kuna sababu kadhaa za kuwa na sera katika kila jambo tunalolifanya. Moja, sera inaonyesha dira ya wapi nguvu ielekezwe ili kutatua tatizo fulani au kuleta mabadiliko fulani ya kimaendeleo. Vile vile kuwepo sera kunahakikisha kuwa shughuli za maendeleo zinatekelezwa kwa utaratibu unaoeleweka na kila mtu, na hivyo sera inasaidia kuratibu utekelezaji wa hatua mbalimbali za kimaendeleo, na pia inawezesha kuwawajibisha wadau wote kuhakikisha kwamba wanatimiza wajibu wao. Hivyo uandaaji wa sera huhusisha kupambanisha na kulinganisha mawazo na mapendekezo ya wadau mbalimbali hadi kupata aina fulani ya mwafaka. Mtetezi wa mkulima ni mkulima mwenyewe. Msitegemee mtu mwingine atakuteteeni, ni nyinyi wenyewe mjiweke vizuri, muweze kuhakikisha mnaweza mkaingilia mkazungumza na serikali kuweka sera za safi ambazo zitakuleteni mabadiliko katika mchango wenu katika nchi hii. Wakulima wanachangia pato la taifa sana. Katika mada ya nafasi ya mkulima katika mchakato wa maamuzi, imeonekana kuwa ili maslahi ya wakulima yazingatiwe kwenye uandaaji wa sera mbalimbali za nchi, ni lazima wakulima wawe na uwezo wa kujenga hoja, waunganishe nguvu ili sauti yao isikike, na wajipange vizuri ili kufikisha hoja zao mahali husika na kwa wakati mwafaka. Tegemeo kuu la wakulima kwa ajili ya maisha yao ni kilimo, na ili kuboresha maisha yao ni lazima kuboresha shughuli zao za kilimo. Sera yoyote ile inayotungwa ni lazima ama iwezeshe kuboresha kilimo au angalau isiathiri ufanisi wa shughuli zao za kilimo. Hivyo ni muhimu sasa kwa wakulima na wafugaji kujitambua kama kundi lenye maslahi maalum ndani ya jamii, ndani ya jumuiko zima la wananchi,
ili kuwezesha kutetea na kulinda maslahi yake. Kundi la wakulima na wafugaji ni lazima liweze kuchambua mapendekezo yoyote yale ya sera kwa kuzingatia na jinsi yatakavyogusa maslahi yao kwenye shughuli zao za kilimo na ufugaji na kutoa maoni muafaka. Sera za kilimo za kitaifa na mchakato wake kwa wakulima wadogo zinamsaidiaje mkulima mdogo? Sera zipi zipo kumtetea mkulima mdogo na zinamnufaishaje? Baadhi ya viashiria vilivyobainishwa katika mada hii vimeonyesha kutomnufaisha mkulima mdogo. Kutoka mwaka 1992 mpaka mwaka 2011 kilimo kimekuwa kwa asilimia 0.3. Tofauti ya 92 na 2011 ni 0.3. Kwamba mwaka 92 kilimo kilikuwa kinakuwa kwa asilimia 3.5. Lakini takwimu za 2011 zinaonyesha kimekuwa kwa asilimia 3.7.8. Hii ni sawa na ongezeko la watu. Kwa hiyo hakuna ninachoweza kuona, ukuaji huu wa uchumi ni mdogo sana na uko chini ya lengo lililowekwa na Afrika kupitia mpango wao wa KADIP la 6%. Kwa hiyo ukiniambia kilimo kimekuwa na mabadiliko, nitakupinga kwa takwimu nilizonazo kwamba si kweli. Ukiangalia kiwango cha umaskini mwaka 1992 na kiwango cha umaskini mwaka 2007, utakuta kwamba tumeweza kupunguza kiwango cha umaskini kwa asilimia 2.1 katika miaka 15. Toka mwaka 92 mpaka 2007 tumepunguza umaskini kwa asilimia 2.1 kutoka 38 mpaka 36 hivi. Hesabu zangu zinaniambia kwa mtindo tunaokwenda nao, ili maskini wawe asilimia 10 peke yake, tunahitaji miaka 169. Kingine, kama kweli kilimo kimefaidika au hapana na sera hizi, tuangalie tija kwa maana ya mazao kwa hekta. Mazao yote 20, hakuna zao hata moja ambalo tumeweza kufika hata nusu ya tunachoweza kupata. Kwa mfano, mahindi. Kwa hali ya Tanzania, mahindi unatakiwa upate tani 7.5. Kama unafuata masharti, kilimo kimesaidiwa vizuri, inatakiwa iwe tani 7.5. Lakini zinapatikana ngapi sasa hivi? 3.9. Mpunga kwa Tanzania ukilima vizuri unatakiwa upate tani 6.5, lakini tunapata tani 3.8. Mazao yote yameonyeshwa. Kwa hiyo ni wazi hatujafanikiwa. Lakini wakati tunaendelea kupiga kelele hizo za ushawishi, na washauri wakulima mmoja, wakulima katika vikundi vyenu, msisubiri, muendelee kufungua macho kuziona fursa ambazo zinajitokeza katika mipango hii. Zipo, msiogope kuchekwa. Ili uendelee, unatakiwa ufikiri tofauti, na inatakiwa ukubali kuwa tofauti na wenzako. Mipango mingi inayoendeleza mtu ni ya kichekesho kwa wanaomwangalia. Utandawazi, fursa na athari zake kwa wazalishaji wadogo umeonekana kuleta hofu ya uporaji ardhi kutoka kwa wakulima wadogo kwenda kwa wakulima wakubwa au wawekezaji. Uporaji wa ardhi, ninyi wakulima mnafahamu kwamba wafugaji wanafukuzwa huko, wanakimbia na kuja katika maeneo yenu. Kwa sababu ya uchache wa ardhi, kumekuwa na mitafaruku kati yenu na wao. Mtaendelea kuchinjana ili hali waporaji wakubwa wa ardhi wanaendelea kustarehe na kupora zaidi. Je, huu si wakati wa ninyi wenyewe kukutana na kuondoa hizo changamoto zenu ili muweze kushirikiana kumkabili adui yenu sahihi, ambaye ni mwekezaji papa anayelindwa na sheria za mfumo kandamizi unaoitwa utandawazi, ama jina lake halisi uliberali mamboleo? Zipo jitihada kubwa sana za kutenganisha mshikamano. Mnapokuwa mmeungana kama hivi, ni hatari kwa watu wenye manufaa na huu mfumo. Wanatishika, na huko waliko nadhani wanatishika. Kwa hiyo napenda muonane ninyi kwa ninyi kwamba ni maadui. Mkulima mdogo amuone mfugaji mdogo kwamba ni adui, ili hali adui wa kweli yupo.
Watu wa vijijini waone watu wa mijini kwamba ndio wanyonyaji wanaonunua mazao yao ya vyakula kwa bei ya chini. Mimi pia nanunua chakula, kila siku kinapanda bei, sikipandishi mimi, kinapanda bei na mimi napungukiwa uwezo wa kununua. Wavuja jasho wenzenu wa mijini pia hawana amri na upandaji au upunguaji wa bei. Ninyi mnalipwa mazao yenu yananunuliwa kwa gharama ya chini, wao wananunua kwa juu wanaoenda kula. Kwa hiyo adui si anafahamika yuko wapi? Anayewapunjeni ninyi na anayewapandishia wao. Lazima mshirikiane kumuondosha huyo. Nafasi ya wazalishaji wadogo katika mfumo wa kiuchumi wa kitaifa tangu uhuru. Mwasilisha mada Bashiru Ali kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ameanza kwa kusema Tanzania haijawahi kuwa na uchumi wa kitaifa. Wakulima, pamoja na udhalili mlionao unaojulikana, hali zenu mbaya, bado nchi hii inayo matumaini, na matumaini yako mikononi mwenu. Mkikata tamaa, nchi hii haitakalika. Kwa hiyo nimepanga matabaka matatu ya nafasi yenu. Sio katika uchumi wa taifa, kwa sababu haupo. Unakuwa na uchumi wa taifa kama uchumi huo unajitegemea. Uchumi tegemezi hauwezi ukawa uchumi wa taifa. Sera zote ambazo tumekuwa nazo za kujenga uchumi wa taifa, actually tunaposema wakulima wadogo, uzalishaji mzuri, hali nzuri, maana yake hatuna uchumi wa taifa. Matatizo yote tuliyoorodhesha tangu asubuhi na tangu jana yanathibitisha kwamba hatujawa na uwezo wa kujenga uchumi wa taifa. Huwezi ukawa na uchumi wa taifa, watu wako 80% wanahangaika. Huo sio uchumi wa taifa. Katika warsha hiyo ya MVIWATA pia wanachama walipata fursa ya kubadilishana uzoefu na mkuu wa mkoa mstaafu Daniel Ole Njolai, ambaye alizungumzia changamoto za wakulima wadogo kutokana na uzoefu wake. Vilevile mkulima mdogo wa Apollo Chamwela kutoka Manyara alitoa ushuhuda wake juu ya mafanikio aliyopata kupitia MVIWATA. Kuna ukosefu wa mbinu, teknolojia sahihi na ufahamu sahihi wa namna ya kuboresha uzalishaji. Sasa hizi nimekategorize kwa mfano kwamba kuna huduma duni za ugani. Kuna huduma duni za ugani. Serikali imejitahidi, lakini bado kuna huduma duni sana za ugani. Utafiti, ya pili, utafiti haufikishwi kwa ukamilifu na kwa wakati kwa wakulima. Na tatu, zana duni za kilimo. Bado tuna sehemu kubwa sana ya tunatumia jembe la mkono. Asilimia iliyoongezeka ya plau ni kidogo. Na mimi nilikuwa nasema siku zote, kama wakulima wa Tanzania wangefikia hatua ya wakulima wa mkoa wa Rukwa ambao wanatumia jembe, wanatumia plau kwa asilimia 60, tungefikia hapo, kwa kweli tungeondokana na hali duni tulionayo. Wakulima wenzangu kupitia vikundi vyao wameweza kuwa washiriki wazuri katika mikutano ile ya kisheria, na wamekuwa na mwitikio mkubwa, tofauti na siku za nyuma ambazo wakulima walikuwa hawashiriki kabisa katika mikutano mikuu ya vijiji kwa madai kwamba haina jipya, haina maana, kitu ambacho kilikuwa kinatoa nafasi kwa watendaji wasio waaminifu kupitisha mahudhurio ya watu wachache sana, kupeleka maamuzi ambayo hayana maslahi kwa wakulima walio wengi. Historia ya asasi ya MVIWATA ilipotoka na ilipo sasa, pamoja na changamoto zinazoikabili, iliwasilishwa na Hawa Kiwele ambaye ni mmoja wa waanzilishi wa asasi hiyo. Kwamba miongoni mwa changamoto ambazo zilikuwa zikitukabili ni pamoja na kukosa masoko ya uhakika. Jana tumeona taarifa mbalimbali tumezisikia kwa watendaji
jinsi soko la Kibaigwa linavyoweza kusaidia wakulima na masoko mengine ambayo tunategemea yatakuwa aidha kama ya Kibaigwa au zaidi ya Kibaigwa, maana makusudi ya MVIWATA ni kuwa yale masoko yaweze kuwa endelevu na yamsaidie mkulima mdogo. Kwa sasa tunashukuru kuwa mtandao wetu unatambuliwa na kuthaminiwa na serikali, taasisi na ngazi mbalimbali za maamuzi, ambapo MVIWATA inashiriki katika michakato ya kisiasa, kiuchumi na kijamii, ingawa bado kuna changamoto tunazokumbana nazo. Miongoni mwa shughuli ambazo MVIWATA imefanya ni kutukuza ili tuweze kuthaminiwa na kutambuliwa kwenye jamii kama ni sehemu ya kuchangia ushiriki wa kutoa maamuzi. Katika siku ya 3 ya warsha hiyo, wadau mbalimbali wa MVIWATA walishiriki na kutoa ushauri wao kwa wanachama wa MVIWATA, ambapo Meya wa Manispaa ya Morogoro Abel Nondo aliwahamasisha wanachama wa MVIWATA umuhimu wa kushiriki mikutano ya serikali za mitaa na kushinikiza ujenzi wa barabara na maji ili wanunuzi wafuate mazao mashambani. Waambieni huko mnakotoka wapeleke maji, wapeleke barabara kwenye masoko, ili wale wanunuzi waweze kuvutiwa waje kule ambako nyinyi mpo. Ile itasaidia mambo mbalimbali. Maana nyinyi mkibeba mazao mkiyaleta mjini, mnapoteza muda wa kulima, gharama zinaongezeka kwa sababu utataka usafiri, mazao yanaharibika njiani kwa sababu miundombinu yetu mbovu. Kwa hiyo magari yanaharibika njiani, ndizi zinaoza, ukifika kule kwenye soko umeshapoteza thamani ya mazao. Lakini tukifuata utaratibu mzuri, mazao yakifuatwa kule kwa wakulima, itakuwa ni faida kwetu wakulima. Mada ya rasimu ya katiba mpya ya Tanzania, wazalishaji wadogo wako wapi, iliwasilishwa na mwenyekiti wa Jukwaa la Katiba Deus Kibamba, ambaye amesema rasimu hiyo imewasahau wakulima wadogo. Naye mkurugenzi mtendaji wa Haki Ardhi Yefred Mienzi amezungumzia uhakika na usalama wa miliki ardhi kwa wazalishaji wadogo kutokana na migogoro ya ardhi na viwango vidogo vya fidia za ardhi zitolewazo kwa wazalishaji wadogo. Ukiangalia hapa zimetaja haki zote mpaka haki ya makundi madogo, lakini haki ya mkulima hamna. Kwa hiyo hapa rasimu hii inatuacha nje, na hii rasimu imewatukana wakulima, kwa sababu wakulima kuna haki mbalimbali zimeelezwa huko. Nimeangalia haki za watoto, haki za wazee, haki za wafanyakazi, haki za wenye ulemavu. Sasa nikawa naendelea nitafuta haki za wakulima. Haki za wakulima ziko wapi? Nikaona wakawa wamefikiria kwamba wakulima, haki za makundi madogo madogo. Hivi wakulima ni kundi dogo? Wakulima ni kundi dogo? Mnaweza kuwa wakulima wadogo wadogo, lakini ni kundi dogo? Ni kundi kubwa dogo? Rasimu hii imeorodhesha makundi ya haki za makundi mbalimbali. Naweza kutamka kwa nguvu zote, kundi la wakulima halimo. Malengo makuu ya katiba hii itakuwa ibara ya 11 itakuwa ni pamoja na kuweka mazingira bora kwa ajili ya kuanzisha na kuendeleza vyombo vya uwakilishi wa wakulima, wafugaji na wavuvi. Sasa tatizo la hii iko kwenye malengo, haiko kwenye haki. Nyingine ambayo ni nzuri ni hiyo ya 11 sehemu ya 5. Lengo moja wapo ni kuweka mazingira bora kwa ajili ya kukuza kilimo, ufugaji na uvuvi kwa kuhakikisha kuwa wakulima, wafugaji na wavuvi wanakuwa na ardhi na nyenzo kwa ajili ya kuendeleza shughuli zao. Angalau kwenye malengo inatamkwa. Na ile inayofuatia kuweka mazingira bora ya uzalishaji wa mazao kwa wakulima, wafugaji na wavuvi, utafutaji na uendeshaji wa masoko ya mazao yao. Tatizo hapa ni kwamba haya mambo yangekuwa ndiyo yameelezwa kwenye sehemu ya huku ya utekelezaji, wakulima mngekuwa mmepiga hatua kubwa sana. Tatizo la ardhi linasababisha wakulima wengi kutozalisha kiasi cha kutosha, kwa sababu ardhi inaweza kawa imechoka
huna mbadala wake. Hakuna zile pembejeo za vocha ambazo jana niliona mstaafu hapa anasisitiza kwamba zifutwe, hakuna. Kwa hiyo hakuna pembejeo, ardhi imechoka, ulionayo hicho kipande kidogo kimechoka, huna mbadala, huwezi kuzalisha kiasi cha kutosha. Hilo ni tatizo la kwanza. Tatizo la pili, huna uhakika wa kuzalisha kwa uendelevu. Yaani kama umezalisha mwaka huu ukapata kiasi fulani, mwakani majaliwa ya Mungu, sawa, kitakachotokea mwakani ndio Mungu ndio anajua kama mvua itanyesha ama haitanyesha. Agnes Rukanga kutoka mtandao wa jinsia Tanzania amezungumzia jinsia na wazalishaji wadogo. Je, kuna fursa sawa? Wanawake tunasema ni wazalishaji wakubwa, lakini je, umiliki ukoje? Kwa kiasi kikubwa unakuta mzalishaji huyu katika umiliki yeye hana nafasi, na unakuta katika maeneo mengine kuna mazao ya baba, kuna mazao ya mama na tunaposema mazao ya baba, mazao ya mama, ina maana mazao ya baba ni yale mazao ya biashara, lakini mazao ya mama ni yale yanayotumika kwa ajili ya chakula katika familia. Sio vibaya, lakini tunapokuja katika mazao ya baba ambayo ni mazao ya biashara, unakuta baba akishafanya kuuza, akitoka hapo asiulizwe uko kwenye pamba umeingiza kiasi gani, usiniulize. Kwa hiyo hakuna yale mahusiano ya kusema kwamba tumeuza kiasi fulani na kwa hiyo tugawane, yani mgawanyo katika familia ukoje, labda hizi tulipie ada, hizi tununue mbegu kwa ajili ya uzalishaji wa baadaye, na hizi tufanye hivi, hizi tuwekeze. Hamna mahusiano kama hayo. Ni lazima sisi wenyewe kama wazalishaji wadogo tuunge nguvu za pamoja pale tulipo, ili kusudi kuleta mabadiliko ya kweli. Na sisi wote kama tulivyo hapa, tukitoa sauti, huyu sauti inasikika Kilimanjaro, huyu inasikika Mtwara, huyu inasikika Songea, huyu inasikika Tanga, huyu inasikika Mbeya na wapi na wapi, lazima watakaa chini wajiulize kuna nini. Mkutano huu ni muhimu sana. Masikio ya Watanzania na wananchi wote, hasa wakulima wadogo, watawasikiliza kwa makini. Kwa hiyo ombi langu, tutumie nafasi hii vizuri, majadiliano yao yatoe matunda mazuri kwa faida ya wakulima. Nataka niwahakikishie kabisa, bila mkulima mdogo nchi hii itashikwa na njaa. Mkulima mdogo ndio kila kitu. Ukimwendeleza mkulima mdogo, nchi hii imetokana na njaa na umaskini. Wakati mnasherehekea miaka 20 ya MVIWATA, pia msherehekee kazi yenu katika kuunda mtandao wa Afrika Mashariki wa wakulima, na pia ule msimamo wa Afrika wa Afrika Kusini, South Africa, ulitupatia nafasi ya kuanzisha mtandao wa wakulima katika Afrika, na sasa tuko na shirika la wakulima katika Afrika, na MVIWATA imeshughulika katika hiyo safari yote. Kwa hivyo mkisherekea MVIWATA, ningetaka msherekee kuwa na East African Farmers Federation na pia ile ambayo tunaita Pan African Farmers Organization ambayo ni Afrika nzima. Huu ni mtandao ambao uko katika nchi 10, nchi 5 za Afrika Mashariki: Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, na pia tuko katika ile tunaita pembe ya Afrika, the Horn of Africa, yani Eritrea, Djibouti, Sudan South, na Ethiopia pia. Tungetaka nchi za Afrika ziweke kilimo kwanza, na nafurahi katika Tanzania serikali ni kilimo kwanza. Tumkaribishe sasa Weli Maudeli kutoka ubalozi wa Switzerland kwa ajili ya nasaha fupi. The Swiss Agency for Development and Cooperation in Dar es Salaam is, like the organizations on the banner here, who already are in an active partnership with MVIWATA, very interested in your organization. You're present in all districts and all regions of Tanzania, even under the islands.
which constitute the big majority of people farming the surface, the agricultural surface of Tanzania. And of course, we want to wish you all the best for the future. Tumekuwa na MVIWATA kwa muda wa miaka 3.5 ambayo tumeweza kuona maendeleo MVIWATA umeweza kufanya. Na sisi kama taasisi tunahusika hasa na mambo ya kusaidia watu ambao wanajiunga pamoja kama wakulima. Na hiyo inaonyesha ya kwamba MVIWATA inaelekea katika barabara nzuri. Mwisho wa kongamano hilo la siku 2, mkurugenzi mtendaji wa MVIWATA Steven Ruvuga alipata fursa ya kutoa mjumuisho wa yale yaliyoibuliwa yakihitaji utekelezaji, ikiwemo kuimarisha ushiriki wa wakulima katika uandaji wa sera kwa kujipanga vyema, kuimarisha mitandao na kufuatilia masuala ya kisera kadiri yanavyojitokeza. Sisi wenyewe tunapaswa kuchukua hatua za kusukuma mchakato wa kulinda maslahi yetu, mchakato wa kuingizwa katika mfumo mzima wa kiuchumi badala ya kukaa na kulalamika tu. Kuimarisha mshikamano baina ya wakulima wenyewe na baina ya wakulima na wadau wengine ili kuwa na mikakati ya pamoja ya kujikomboa, kulinda rasilimali zetu za vijiji ikiwemo ardhi na maji, na kuwajibisha viongozi wanaosaidia uporaji wa rasilimali hizo, kuandaa mabaraza ya katiba katika maeneo mbalimbali ili kukusanya maoni yetu na kuyafikisha katika tume ya uchaguzi. Napenda nitoe shukrani zangu, na labda mniruhusu kwamba licha ya kwamba sikuongea nao, lakini nitoe shukrani hizi pia kwa niaba ya wenzangu Profesa Mate, Bwana Thierry Lasale pamoja na marehemu Father Ivo. Na wataja hao kwa sababu pamoja na mimi na wakati huo Bwana Ruvuga alipokuwa bado kijana mdogo tulikuwepo wakati MVIWATA inaanzishwa. Siku ya 4 ya maadhimisho ya miaka 20 ya MVIWATA ilikuwa maalum kwa kusherehekea uhai wa taasisi hiyo kwa kipindi chote tangu kuanzishwa kwake mnamo mwaka 1993, na yalianza kwa maandamano kutoka ofisi za MVIWATA Morogoro na kupokelewa na makamu wa rais Dr. Mohamed Garib Bilali katika viwanja vya Jamhuri, maandamano yaliyojumuisha wanachama wa MVIWATA kutoka Tanzania bara na visiwani. Akizungumza mara baada ya kupokea maandamano ya wanachama wa MVIWATA, Dr. Bilali amesema amezisikia changamoto zinazowakabili wakulima wadogo katika kutimiza majukumu yao. Hivyo kutokana na upana wa sekta ya kilimo, serikali itashirikisha wadau wote wa kilimo ili kuweza kutatua changamoto za kilimo. Sekta ya kilimo bado inabakia kuwa sekta kubwa inayochukua idadi kubwa ya wananchi hapa Tanzania. Sekta hii inakabiliwa na changamoto nyingi, na ninyi kama wakulima mnazifahamu vyema. Serikali kwa upande wake imekuwa ikiipa sekta hii msukumo mkubwa, na lengo letu ni kuhakikisha kwa wakulima wetu wanakuwa na zana bora na wanafanya kazi zao kwa ufanisi. Tanzania ina zaidi ya hekta milioni 94 za ardhi inaweza kulimika, lakini bado hata robo yake hatujaifikia, hatujaanza kuilima. Na hatujaanza sio kuilima tu, lakini kuilima kwa kutupatia tija kubwa zaidi. Kwa hivyo changamoto hizi ni zetu sote, na serikali yenu inafanya kila inawezekana kuhakikisha kuwa tunapata maendeleo makubwa katika shughuli hizi za kilimo, na hatua tunaziona. Na mambo ya kilimo yanaungana na vitu vingi, si kilimo tu, lakini ile kilimo kiwe na tija zaidi, liwepo soko, liwepo usafiri, uwepo barabara, uwepo pembejeo,
uwepo wa wataalamu wa kusogeza huduma zinazohitajika na mkulima ziwe karibu naye. Haya yetu yote yanatuunganisha pamoja. Lakini vile vile mkulima aliyokuwa hana afya hawezi kulima vizuri. Mkulima aliyokuwa hana elimu nzuri hawezi kuelewa vizuri na katika utendaji wake vipi anaweza kuongeza tija yake katika kufanya shughuli mbalimbali za kilimo. Kwa hivyo utakuta kwa kilimo kama sekta inabidi iunganika na sekta nyingi nyingine zaidi ili kuhakikisha tunapata mafanikio makubwa katika kipindi kifupi. Hiyo ndio azma ya serikali yetu. Tukizungumza maji tunazungumza na kilimo, tukizungumza elimu tunazungumza kilimo, tukizungumza afya tunazungumza kilimo, na tukizungumza masoko ndio tunazungumza kilimo hasa na biashara yake. Kuhusiana na utendaji wa MVIWATA, makamu wa rais amesema anatambua umuhimu na nafasi ya MVIWATA katika kujenga taifa la Tanzania. Mapambano na harakati ni moja katika sifa za binadamu. Kushinda au kushindwa ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu, lakini kupambana ni wajibu na lazima iwe ni furaha kwa binadamu yoyote kupambana na changamoto zake. Na sisi tutapambana na changamoto zote zilizokuwa nazo. Tunafurahi sio kwa sababu kwa zipo changamoto, lakini tunafurahi kwa sababu tuna nia ya kuzitatua changamoto tulizokuwa nazo, na tuna uhakika wa kufanya makubwa zaidi kutokana na maelekezo tutakayopata kutoka kwa wananchi wa Tanzania. Mara baada ya kutoa nasaha zake kwa wanachama wa MVIWATA, makamu wa rais aliwatunuku vyeti vya kutambua mchango wa wadau na wanachama mbalimbali kwa MVIWATA katika kipindi chote cha miaka 20. Awali akimkaribisha mgeni rasmi kuzungumza na wanachama wa MVIWATA, mkuu wa mkoa wa Morogoro Joel Bendera alikuwa na haya ya kusema. Kila mkulima mdogo mdogo Tanzania ina njaa. Sisi kama viongozi ambao tuko frontliner tunakumbana na matatizo vijijini. Lakini nataka niseme bado hatujamtendea haki mkulima mdogo. Uzalishaji bado ni duni. Watu hawa hawana mitaji, watu hawa hawana pembejeo, watu hawa bado wanalima kizamani. Lazima tuwabadilishe. Na kipindi ni hiki. Tusiimbe wimbo wa kilimo kwanza kwa maneno, tufanye kwa vitendo. Naye mkurugenzi mtendaji wa MVIWATA Steven Ruvuga akisoma risala ya MVIWATA kwa mgeni rasmi amesema licha ya changamoto kadhaa katika kipindi cha miaka 20, MVIWATA imefanikiwa kuunganisha wakulima wadogo katika vikundi na mitandao inayohusisha wanachama takriban 150,000 na wanufaikaji zaidi ya milioni 2 Tanzania nzima. Licha ya mafanikio hayo na licha ya juhudi za serikali za kukuza sekta ya kilimo, wakulima wadogo bado wanakumbana na changamoto nyingi sana ambazo baadhi yake ziliibuka tena katika kongamano letu la siku 2 kama sehemu ya maadhimisho haya. Ndugu mgeni rasmi, tungependa kuwasilisha kwako baadhi tu ya changamoto hizi ili kupata msaada wa serikali yetu kutafakari pamoja nasi ili kuzipatia ufumbuzi. Kwanza, migogoro ya mara kwa mara ya ardhi ambayo tunaogopeshwa na kasi ya ongezeko lake. Aghalabu migogoro mingi inasababishwa na msongamano na mbanano wa wazalishaji wadogo wakiwemo wakulima na wafugaji. Msongamano na mbanano huo unatokana na kuongezeka kwa ugawaji wa maeneo mengi yenye rutuba kwa makampuni na wakulima wakubwa. Kwa miaka kadhaa hivi karibuni tumeshuhudia kasi ya ugawaji wa maeneo makubwa kwa makampuni na wakulima wakubwa kama njia ya uwekezaji ya kuongeza uwekezaji wa kilimo. Kuna matukio mengi ambapo maisha ya watu yamepotea kutokana na migogoro hii ambayo mingi inasababishwa kwa upande mmoja na wazalishaji wadogo kupoteza ardhi zao na kwa upande wa pili mipango isiyofaa ya matumizi ardhi, kwani wafugaji na wakulima ni ndugu na hawana sababu ya kuuana kwa namna yoyote ile. Licha ya kutambua umuhimu wa uwekezaji katika kilimo, mashaka yetu ni kwamba katika maeneo mengi, kwa mujibu wa tafiti mbalimbali, uwekezaji huu umewabakiza wakulima wadogo kama wahanga badala ya kuwaendeleza. Kuna taarifa na ushahidi wa makampuni na wawekezaji ambao wanatafuta ardhi kwa lengo la kuhodhi tu na sio kutumia kwa kuzalisha. Baadhi ya makampuni na wawekezaji wanatumia ardhi hiyo kukodisha kwa bei ya juu inayofikia shilingi 120,000 kwa ekari kwa wakulima wadogo na wafugaji waliopoteza ardhi zao, licha ya wao wenyewe, yaani makampuni na wawekezaji,
kupata ardhi hizo kwa bei nafuu na kulipa serikalini kodi ndogo tu ya ardhi. Tunaomba muangalie kwa upana jinsi ambavyo wakulima na wafugaji wanauana bila sababu yoyote, wakati wao ni ndugu, na leo wote wale pale wakulima na wafugaji, sisi sio maadui kama watu wengine wanavyoona. Nitakuwa si mwingi wa shukrani kama sitatoa shukrani zangu za dhati kwa wale ambao ni marafiki wa karibu wa MVIWATA, nao pia waliwezesha hata shughuli yetu ikafanikiwa, kama bango linavyoonyesha pale: Ali Shedri, Agritela, Hifadhi, Oxfam na wengine wengi. Hao ndio marafiki wa MVIWATA. Tunatoa shukrani zetu za dhati, ndio waliotuwezesha kufika kwenye ndoto hii ya miaka 20 ya MVIWATA. Na kwa kumalizia, ni washukuru wana MVIWATA wote mliohudhuria hapa, kwani kama sikuwepo kwenu hafla hii isingekuwa inafana na isingewezekana. Inongene kuroka na inaboli. Inongene kuroka na inaboli. Inongene kuroka na inaboli. Inongene kuroka na